Ahlan wa sahlan wa marhaba, mpenzi mtazamaji wa runinga unayoenzi ya KBC Channel 1 mahali popote ulipo. Ni Jumapili tulivu, tunapotulia ama tunapotulizana ndani ya runinga yako unayoenzi ya KBC Channel 1. Kumbuka, kipindi ni Sanaa ya Kiswahili, kipindi cha kipekee katika Jamhuri tukufu ya Kenya, katika udongo wote taifa hili letu la Kenya. Taja ainati za udongo, lakini ni kipindi ambacho kinapatikana katika udongo wa KBC peke yake. Utachakura kwingineko na hutokikosa. Ni kipindi ambacho kimejaa utashi wa lugha, vile mihemko na uchangamfu wa aina yake. Ni kipindi ambacho, mpenzi mtazamaji, kinawahusisha wanafunzi wa shule za upili na vile pia taasisi za elimu ya juu katika kukikuza, kukizungumza na kukimanya lugha sanifu ya Kiswahili. Na leo hii gari letu maridadi kabisa limetua katika barabara ya Dagoretti kusini gatuzi la Nairobi, ambapo tumejikita katika shule ya Nembu Girls High School. Ni shule ambayo, mpenzi mtazamaji, ilibuniwa mnamo mwaka wa 1982. Nadhani ilikuwa kabla ya taifa la Kenya kuweza kupata msukosuko wa mapinduzi ya kijeshi. Kumbuka, ni shule ambayo ilianza kama Harambee Secondary School, ikiwa ni shule ya mchanganyiko. Lakini mnamo mwaka wa 1990 shule hii ilibadilika na kuwa ya wasichana, na kwa sasa ni shule ya bweni. Ilianza kama kutwa na sasa ni bweni, mpenzi mtazamaji. Ni shule ambayo ilianza na wanafunzi wachache, lakini kwa sasa inakisiwa kuwa na idadi ya zaidi ya wanafunzi 900 na walimu 44. Ni shule ambayo iko katika kiwango katika mtaala wa kisasa, yani C2 extra county, mpenzi mtazamaji, ambapo zamani katika utawala wa katiba ya zamani ilikuwa inajulikana kama shule ya mkoa. Kwa hiyo baada ya shule ya kitaifa ni shule ya extra county, yani C2. Mpenzi mtazamaji, ni mengi ambayo tumekuandalia. Unachohitajika ni nini? Ni kukaa kikao cha tahiyatu, mithili ya nyani aliyevamia shamba la wenyewe na kuanza kula matunda na mahindi. Utadhani anajua kupalilia, kulima na kuvuna. Mimi ni nahodha wa kipindi. Jina langu naitwa Rashid Momkondo, lakini kama kawa ndege haina budi kuwa na marubani wawili, na vile pia meli lazima iwe na zaidi ya nahodha mmoja. Pembezoni kulia, babangu ninauliza, nia yangu nimekaza, hapa sasa nimejikaza niweze kufanikisha. Mtoto na kueleza, kwanza acha kucheza, mama akikueleza ndiyo mwanzo wa ufanisi. Ni kazi yake Abi Aziz katika ushairi wake. Anatukaribisha katika kazi hii tuweze kuingia katika sanaa ya Kiswahili. Mpenzi mtazamaji, nina nia naamini fika kuwa wanafunzi wote wamejiandaa wakaandalika. Kwa mara nyingine tunakutana nao St. Clair Nembu Girls. St. Clair Nembu Girls, St. Clair Nembu Girls kutoka kusini, magharibi, mashariki mpaka pia kaskazini, wote wanasikika. Kumbuka, ni wanafunzi waliojiandaa wakaandalika, na sasa tuko ange na tayari kukuandalia burudani ya siku ya leo. Kumbuka, hiki ni kipindi cha sanaa ya Kiswahili. Jina langu ni Mathias Momanyi. Usicheze mbali. Bila shaka mtazamaji, ni shule ambayo imeanzia grade ya 10 kwa sasa, na kuna wanafunzi wa kidato cha 3 na kidato cha 4. Kumbuka, katika miaka tu kadhaa inayokuja mfumo mzima utakuwa unabadilika na kuwa mfumo ule wa CBE, ambapo hatutakuwa tena na kidato cha kwanza, cha pili, cha 3 na cha 4, bali tutakuwa na grade ya 9, 10, 11, 12 hadi grade ya 13. Mpenzi mtazamaji, kumbuka ni kipindi ambacho tukisafiri aghalabu watu tunasafiri na majaji na mahakimu, lakini majaji wetu sio wanaofunga mtu mahakamani au kuweza kuwatoza bondi ama faini. La, majaji wetu ni walimu katika shule zile ambazo tunazitembelea, na hususan wamejikita katika somo la Kiswahili ama kwenye idara ya Kiswahili. Na leo hii ni aula zaidi kwamba majaji wetu wote wa kipindi hiki ni wa kijinsia ya kike. Watangazaji ni waume, majaji ni wanawake. Bila kupoteza nukta, sekunde wala dakika, upande wangu wa kushoto naomba uangalie kamera yako, ujitambulishe kwa nguvu zako zote, jaji wetu. Jina langu ni Bi Sharon Omondi, mwalimu wa somo la Kiswahili. Asante sana mtazamaji, tunaenda moja kwa moja kwake jaji wetu wa pili. Jina lake ni Masi. Kazi kwako binti. Mie ni Bi Masi Jonge, mwalimu wa somo la Kiswahili. Shukran. Furaha kubwa zaidi mpenzi mtazamaji, sasa ni wakati meli yetu imekwisha anza kung'oa safari ama mwendo
Kumbuka ni MV Sanaa ya Kiswahili, wakati ambapo tunaenda moja kwa moja kwake Rashid, tufungue kazi. Bila shaka mpenzi mtazamaji, ni kipindi ambacho kinafungua, lakini funguo yake sio kubwa vile la. Funguo ya kipindi hiki ni wimbo wa taifa letu tukufu la Kenya, ule wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na wimbo wa shule. Lakini kwa sasa mpenzi mtazamaji, bila hiki wala kile, ni wape fursa wanafunzi kwa wimbo wa taifa la Kenya. Wanafunzi, sakafu ni yenu. Mungu nguvu yetu, Mungu twaomba uilinde Jumuiya ya Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuwajibike, tuimarike, umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Naam, mtazamaji, baada ya kupata wimbo wa taifa letu la Kenya na ule wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na aghalabu wimbo wa shule, ndo kwanza kipindi kimeanza kualika mkoko. Mahali popote ulipo mpenzi mtazamaji, ni furaha tunapojiunga pamoja kwenye usanjari wa kipindi Sanaa ya Kiswahili, kipindi ambacho wewe mtazamaji kama ni mzazi pale nyumbani unapata fursa ya kujua, je, ile karo yako unayolipa shuleni mwanafunzi ama mtoto wako inafanya kazi au ni karo ya chapati na madondo? Awamu yetu ya kwanza, mpango mzima kipindi Sanaa ya Kiswahili ni kipaji changu mpenzi mtazamaji. Hapa ndo tunatabaini, je, wanafunzi wana vipaji vya kuweza kuchora, kuimba, kughariri na kusoma mashairi, utangazaji na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Naambiwa pia kuna kuchanganya ndimi katika sehemu yetu ya vitanzanimi, tutapata kujua papa hapa. Vile vile pia mpenzi mtazamaji, ni kipindi ambacho kinawapatia fursa wanafunzi kuweza kuangalia ukomavu wao wa kiakili katika kujadiliana masuala mbalimbali. Wengi husema kwamba wanawake ni wazuri katika umbea. Je, kwenye mjadala itakuwaje? Yote utayaona papa hapa Nembo Girls High School. Vile vile pia mpenzi mtazamaji, kuna vitabu mbalimbali ambapo wanafunzi hawa wa vidato vya 3 na vya 4 wanatathminiwa. Leo tutapata kujua, je, ni vitabu gani wataweza kutathminiwa? Je, ni Bembea za Maisha ama ni Nguu za Jadi? Usicheze mbali. Kisha awamu ya mwisho, kuna mwanadada hapa anaambiwa yeye ni mzuri katika ulimbwende wa kudensi, yani anadansi kama peke yake, yuko peke yake. Tutapata kujua yote mpenzi mtazamaji, lakini kwa sasa mpenzi mtazamaji, hebu tupate sehemu yetu ya kwanza, tuone, je, vipaji vipo ama ni danganya toto kwenye sehemu yetu ya kwanza, kipaji changu. Mwalimu na kutambua, wimbo wako ninaimba, mengi sana ninajua, umeyatenda namba, sifa zako za elea, pembe zote tunaimba. Mwalimu ni yangu taa, wamulikia maisha. Maisha wamulikia, nidhamu umenifundisha, mchokozi nilikuwa, wewe kaniongelesha. Mwana mwema nimekuwa, nasirudi nyuma hasha. Mwalimu ni yangu taa, wamulikia maisha. Kutangamana na jua, mwalimu umenifundisha, hata ng'ambo ninajua. Daima sitajishusha, kwenda kuzua rabsha, mimi hutanisikia. Mwalimu ni yangu taa, wamulikia maisha.
na tamashani. Mimi huwa ninawika, alonifunza ni nani? Ni wewe linimulika, mashairi na magani. Mshindi nimeibuka, mwalimu ni yangu taa, wamulikia maisha. Mwisho mwalimu nasema, namba yako namba 1, yako mazuri nitasema. Hata kiwa kaburini, pembe zote ninasema, ulinganishwe na nani? Mwalimu ni yangu taa, wamulikia maisha. Tumetamatisha, kwisha. heshima na utukufu. Yesu astahili heshima na utukufu. Yesu astahili heshima na utukufu. Yesu astahili heshima na utukufu. Wewe ulinichagua nikiwa nimekataliwa, nikuwakilishe duniani na wewe uniwakilishe juu mbinguni. Yesu astahili heshima na utukufu. Yesu astahili heshima na utukufu. Tunainama, tunainuka, twainua mikono, tunakuabudu. Tunainama, tunainuka, twainua mikono, tunakuabudu. Yesu astahili heshima na utukufu. Yesu astahili heshima na utukufu. Ukoko umealika maua. Leo ikiwa ni tarehe 14 mwezi wa Machi mnamo mwaka wa 2026, ni furaha kwa wanafunzi wa St. Clair Nembu Girls ambao wapo ange kwa ajili ya kipindi cha sanaa ya Kiswahili kilichofanyika mwisho mnamo mwaka wa 2019. Mpenzi mtazamaji, mpenzi msikilizaji wa runinga KBC, karibu na swadakta kwa kuungana nasi hii leo. Na ningependa pia kukukaribisha katika kipindi chetu cha leo, na tunakupa habari zilizochunguzwa hadi kilele. Jina langu ni Uvin Nasimiu. Naam, alivyosema mwenzangu kuwa tunakupa habari zilizoaminika na za kweli, usibanduke. Jina langu ni Ribin Bella. Kwanza tupate muktasari. Wanafunzi wa shule ya sekondari ya Nembu wanajivunia ushindi wao kutokana na michezo ya kuigiza na michezo ya uwanjani. Wanafunzi wa kidato cha 4 wanazidi kujisajili na mtihani wao wa kitaifa. Mabingwa masomoni wanazidi kutia fora. Nembu imepata mabadiliko chungu nzima. Tupate habari. Kama nilivyokuarifu hapo awali ni kuwa wananembu walioshiriki katika michezo ya uwanjani na ya kuigiza almaarufu drama and film wanajivunia matunda yao. Mifano ya michezo ya uwanjani ni handball, rugby, athletics, discus na soka.
Wanafunzi walioshiriki katika uigizaji waliibuka washindi na wakazawadiwa vikombe. Mifano ya uigizaji ni kama vile spoken word, comedy, live broadcast, podcast, miming, solo verse na narrative. Hili limejenga umaarufu wa shule hii. Hongera kwao. Mbali na michezo, Nembu imeibuka masomoni, ni mabingwa zaidi. Hivi sasa tuna mabingwa masomoni ambao wanajikita, wanatia bidii ili kufika pale ambapo wanahitaji. Kwenye habari nyingine ni kwamba Nembu imepata maendeleo chungu nzima, huku mwalimu mkuu akiwajengea bweni jipya na kijiduka almaarufu canteen. Naam, hivi ambavyo tunajua wanafunzi wa kidato cha 4 wanajitayarisha na mtihani wao wa kitaifa, ambapo tunajua siku zote wanasema pesa ni kijikaratasi ila masomo ni funguo katika maisha yetu. Na hivi basi tunawatakia kila laheri wanafunzi wa kidato cha 4. Asante. Naam, asante sana mtazamaji kwa kuungana nasi, na mwelekezi wangu ananijuza kuwa muda umetupa kisogo. Hadi wakati mwingine tutakapopatana tena. Tupatane tena panapo majaliwa. Jina langu ni Uvin Nasimiu. Naam, hivi ambavyo tunajua kilicho na mwanzo hakikosi mwisho. Hivi mwisho wangu nafikia hapa. Mola wajalie hali zenu, akinijalia hali zangu. Jina langu ni Jenansi Njoki, niko katika kidato cha 10 darasa la ukarimu. Nimelichora mchoro huu kwa sababu ningependa kuwa msanifu wa ujenzi. Kitu kilichonihimiza ni kwa vile inayopendeza macho yangu. Jina langu ni Rachel Omina, niko katika grade ya 10 ukarimu. Kitu ambacho kilinihimiza kuchora mchoro huu ni kuwa mbunifu wa mavazi na ulimbwende, na hata pia ningetaka kuwa msanii wa kutajika. Asanteni. Hamjambo wanafunzi. Hatujambo Vanessa. Jina langu ni Vanessa Adisa. Ninatoka katika gredi la 10 ukarimu, na nimekuja kuwakilisha huu mchoro wangu. Hii mchoro ni kitu ambacho kimenihimiza kuchora hii mchoro ni msongo wa mawazo. Kwa majina naitwa Whitney Mwendwa, niko katika gredi ya 10 unyenyekevu. Nimekuja kuwasilisha kazi yangu ya sanaa ya ubunifu. Kama mnavyoona, haya ni maua. Kile ambacho kilinipa motisha kutengeneza vifaa hivi ni utunzaji wa mazingira na ukuzaji wa mazingira. Kwa majina yangu naitwa Doreen Elias, niko grade ya 10. Nimechora mchoro wa uhuishaji. Ni pia unaweza ita kwa lugha ya Kimombo anime. Napenda kutazama hizo video na ndio maana nimeweza kuchora mchoro huu. Asanteni. Hujambo wanafunzi? Kwa majina naitwa Whitney Mwendwa, niko katika gredi ya 10 unyenyekevu. Nimekuja kuwasilisha kazi yangu ya sanaa ya ubunifu. Kama mnavyoona, haya ni maua. Kile ambacho kilinipa motisha kutengeneza vifaa hivi ni utunzaji wa mazingira na ukuzaji wa mazingira. Kwa majina naitwa Hailey Mali, nimetoka katika kidato cha 4 uzuri, na nimesimama hapa mbele yenu kuwasilisha huu mchoro wangu. Tunaona hapa kwamba kuna kioo, na katikati ya kioo kuna kivuli, na hii kivuli imetumika kinakasi kuhusu watu wanapotaka kujipendeza kwa sababu ya watu. Unakaa alafu marafiki zako wanataka ukae vile wewe hautaki kukaa. Sasa tunaona kwamba mbao
umeharibika kabisa, na hii ni kwamba imeharibiwa kwa sababu watu unapotaka usaidizi watu hawapo kwa sababu wanaona kwamba unafaa kuwa peke yako, na ukiwa peke yako unaona kwamba kioo inavunjika polepole, kwa sababu ukivunjika, nafsi yako ikivunjika, watu hufurahia. Ndio maana kuna kivuli hapo na inacheka. Mdodo wa kupo wa dada anaipenda kadada, alidododoa wadudu wadonodo dadugu la dubu mwenye madoadoa. Mdodo wa kupo wa dada anaipenda kadada, alidododoa wadudu wadonodo dadugu la dubu mwenye madoadoa. So tuseme ilikuwa love at first sight. Tulikuwa na nyundo na msumari. In short, tulikuwa sight. My savior alibeba cross ya wood kwa mgongo. Hakuniitisha namba, but still alinisave, akanishow reasons za kuchange. Alinidai so badly, so sikuhitaji kukopa. Hakuhitaji kunisave ndio niamini yeye ndio baba. In short, alisema I'll carry the first, the second and the third cross. In short, yeye ni wangu na mimi ni wake. Asanteni. Nama, mtazamaji, siku zote mwenye macho haambiwi tazama, mwenye mdomo haambiwi kula, mwenye ulimi haambiwi zungumza, na mwenye masikio haambiwi sikiza. Nadhani umejionea wewe mwenyewe mpenzi mtazamaji sauti na vipaji mbalimbali kutoka kwa wanafunzi hawa ambapo wametuonyesha katika kipindi cha leo Jumapili. Kwa hakika talanta ikikuzwa, ikipaliliwa vyema na ikitunzwa, basi huenda ikawa ni kitu maridadi kabisa. Kwa nini nasema hivyo mpenzi mtazamaji? Wako waigizaji maarufu nchini Kenya ambapo wanajipatia mamilioni ya pesa kupitia talanta. Wako wachezaji maarufu ulimwenguni. Leo hii ukimchukua Cristiano Ronaldo, umchukue Lionel Messi, walete katika darasa la Kiingereza, watashindwa. Lakini nenda katika majumba yao makuu ya kifahari, uone jinsi wanamiliki magari, pesa, ndege na mambo mbalimbali. Ni kutokana na nini? Kipaji au talanta cha uchezaji wa soka. Kwa hiyo talanta ikuzwe. Lakini kwa sasa mpenzi mtazamaji, niruhusu nikunje jamvi langu la sanaa ya Kiswahili kwenye kipaji changu hapa hadi sehemu nyingine. Lakini usiende mbali mtazamaji, kwa sababu mwenzangu Mathias Momanyi anarudi papa hapa katika mfumo tofauti kwenye sehemu yetu ya Bunge la Mwanafunzi, Chemsha Bongo na Fasihi Simulizi na pia Andishi. Ewala mtazamaji, siku zote sifa zako mwalimu zitabaki mumuhumu, siwezi kukuhukumu wala kukupigia simu, utabaki tu kusema, si udhalimu kumdhulumu mwalimu. Kumbuka ni sehemu yako ipendayo, sehemu ya Bunge la Mwanafunzi mtazamaji, na hapa tupo nao viongozi. Kwanza kabisa wajitambulishe, jina lako? Langu jina ni Audrey Abigail, mbunge wa Kakamega. Asante sana mbunge wa Kakamega, nafurahi sana. Jina lako? Langu jina ni Nelly Zagabe, mbunge wa Kiambu County. Asante sana Kiamba, tuko pamoja. Kwa majina ni Emma Mbeyu, mbunge kutoka Kilifi. Asante sana Kilifi, raha tele. Kwa majina ni Dalil Morako Mboka, mbunge kutoka eneo la Kisii. Asante sana mbunge kutoka Kisii. Jina langu ni Esther Iganza, mbunge kutoka Vihiga. Barabara kabisa, Iganza kutoka Vihiga. Kwa majina ni Aticha Alexina, mbunge wa Nakuru. Asante sana binti kutoka Nakuru, wabunge wazuri sana. Tuende moja kwa moja kwenye mada isemavyo. Je, ni kweli kwamba walemavu wamebaguliwa kazini? Je, ni kweli kwamba walemavu wamebaguliwa kazini? Mbona naona hii kauli na ukweli ndani yake. Na wale ambao watapinga basi watatueleza. Mnapinga au mnakubali? Tunakubali. Mnakubali. Unapinga au unakubali? Tunapinga. Hii inamaanisha kwamba hawa ni jasiri au ni shujaa. Tuanze. Naam, kama wasemavyo, asiyekuwepo na lake halipo. Mniruhusu nivalie miwani yangu kwa kuwa naona wapinzani wenzangu wakianguka mjadala huu.
Kama nilivyojitambulisha, kwa majina ni Dalin Mora Kwamboka kutoka eneo bunge la Kisii. Kama ningependa kuunga mjadala unaosema, je, ni kweli kuwa wenye ulemavu hubaguliwa kazini? Hii ni kweli tena zaidi. Kwanza tunaona walemavu wakinyimwa haki yao katika kupandishwa cheo kazini. Tunaona walemavu wana uwezo na bidii ya nyuki pale kazini, ila wananyimwa fursa na uongozi wao kazini kwa sababu waajiri wao wanashauku kuwa hawawezi kufanya kazi hiyo waajiri wao wanaona kuwa hawawezi kufanya kazi hiyo kama wenzao ambao wanajiweza. Tupate mfano kama mwimbaji Mary Atieno. Kama si kwa uimbaji wake, sasa hivi hatungeweza kumjua. Asanteni. Piga makofi mara. Juhudi za maelezo tupo hapa na kiongozi amesema haiwezekani. Katu, nasemaje? Naam, nina swali kwa upande huu. Swali ni, je, mnaishi maisha ya gani? Bila shaka ni ya jadi. Unyanyapaa ulikuwepo jadi na sasa ni nguu za jadi. Hatuiangalii tena. Unyanyapaa huo umeweza kuangamizwa na elimu kwa wote. Elimu inatupa nafasi na elimu ni mwanga. Kwanza kabisa, walemavu hawa wanawakilishi wao katika bunge. Mfano, Isaac Mwaura anawakilisha watu wenye ulemavu, au sivyo? Masuala yao yanaweza kupitishwa kupitia kwake. Naam. Watu hao wenye ulemavu hawabaguliwi kazini, kwa maana hata nikirejelea mfano wa mbunge mwenzangu kutoka eneo la Kisii, ametaja mwimbaji kama Mary Atieno. Hiyo pia ni kazi. Kwa maana hiyo ni mfano wa kazi ya kisanaa. Naam. Kwa hivyo tunaona ya kwamba hata kama yeye ni mwimbaji ambaye amejiajiri, bado hiyo ni kazi, na watu wanapenda nyimbo zake, na hata ingawa yeye ni mlemavu, watu bado wanapenda nyimbo zake na kuzisikiza. Kwa hivyo hiyo amepewa fursa, ama hawabaguliwi katika kazini. Asante. Hata walemavu wanasatua, mpige makofi huyo. Mwana Bi Iganza toka kaunti ya Vihiga anasema iwezekani. Unasemaje Iganza? Waajiri wengi huwachukulia walemavu kama watu wasiofaa kuajiriwa, kwani wanaona ya kuwa utendakazi wao hautakuwa kamilifu kikazi. Kutokana na ukosefu wa viungo fulani vya mwili, waajiri huona kwamba walemavu hawawezi. Hivyo basi wanaweza kuwatenga katika kuajiri wengine, hivyo kuwaumiza. Hivyo ndivyo nasema walemavu wanabaguliwa kazini. Mpige makofi na pia Iganza. Lakini kabla hapo namuona Emma pale. Mimi na mchezo, lakini kabla hapo hebu unasemaje? Hiyo ilikuwa nguu ya jadi. Sasa tuko hapa. Elimu imeweza kuenezwa kuwa walemavu bado ni watu kama sisi. Si kupenda kwao kuwa wako hivyo, basi pia sisi tunawakumbatia vile walivyo. Hiyo ni dhana potovu. Asante sana Emma, naona pale. Ama unaongezea? Asante sana Bwana Spika kwa kunipa fursa nyingine, na kuongezea kwa yale ambayo mbunge mwenzangu amesema kwamba watu wenye ulemavu hawabaguliwi kazini. Kwa maana tunaona hata kuna madereva ambao wameajiriwa, kwa sababu tunaona teknolojia saizi imeendelea kivi kwamba kuna gari ambazo zimetengenezwa na gari hizo hazihitaji mtu kukanyaga na mguu kama ilivyo kwa gari zingine za kawaida. Kwa hivyo watu wenye ulemavu wanaajiriwa hata ingawa kama mtu hana miguu au mikono kwa sababu ya teknolojia. Kwa hivyo watu wenye ulemavu hawabaguliwi kazini. Asante. Tumpate kiongozi pale akimpa mawazo yake. Karibu sana kiongozi. Mwanzo tunaona kwamba kuna kuwepo kwa mazingira yasiyofaa kazini.
Mwanzo sote twajua kuwa viwete hawana uwezo wa kutembea. Hivyo basi wanapaswa kutengewa njia zao ambazo zitaruhusu wao kupita na magari ya magurudumu. Nimemwona Emma pale. Mheshimiwa, ungetamani kumjibu? Naam, asante sana Bwana Spika kwa kunipa abrahi. Na ningependa kumwambia mbunge kutoka upande wa upinzani kwamba ofisi za sasa zimetengeneza njia ambazo wale walemavu wa miguu wanaweza kupitia zile wheelchair, na pia wametengewa nafasi ya kuegesha magari yao ambayo ambapo wale walemavu wengi walemavu wengi sasa hivi wana pahali pao pa kufanyia kazi, na pia wale ambao hawana uwezo wa kuona wametengenezewa vifaa ambavyo wanaweza kusoma kutumia vidole vyao. Sasa naweza kusema kwamba walemavu wamepata fursa, wamepewa, hawajabaguliwa kazini. Asante sana. Mawazo haya tupate mzungumzaji mmoja hapa na mmoja hapa, tufunge katika sehemu ya bunge la mwanafunzi. Unasemaje kiongozi? Naam, inaonekana kuwa mwanga wa teknolojia bado hujawafikia wenzetu huku, na inaonekana bado wanaishi kitambo jadi. Wakati ni huu wa kukumbatia mabadiliko, na mabadiliko haya yanahusu kuhusu teknolojia. Teknolojia imetusaidia sana. Kupitia teknolojia tunaweza kuwakumbatia wenzetu na kuwaweka katika pia mstari wa mbele katika kila kitu. Naam, mwenzetu ameongelelea kuhusu njia za kupitia za wenye gari za gurudumu. Naam, pia kuna vyoo vyao vimetengwa. Inaonekana mnafaa mtembee ndio muone, kwani wanasema kutembea kwingi kuona mingi. Sema naitwa nani? Naitwa nani? Asante sana Abigail. Unasema mzungumzaji mmoja hapa. Mora, unasemaje? Nina swali moja kwa wapinzani wangu. Mwajua chanzo cha walemavu kujaa mjini? Swali langu kwenu. Asante sana mtazamaji. Baada hilo swali ambalo ni balagha kwa sasa hivi, itabidi turejee katika sehemu ya Chemsha Bongo, alafu walimu wataweza kutathmini, watueleze iwapo wameafiki malengo kwenye mjadala huu. Kumbuka hii ni Sanaa ya Kiswahili, sehemu ya bunge la mwanafunzi. Mada ni je, walemavu wamepata nafasi tosha na sawa kazini ama katika ajira? Usiende mbali, hii ni Sanaa ya Kiswahili. Kumbuka kazi kubwa bado ingalipo. Asante sana, sehemu ipendayo Chemsha Bongo. Kumbuka maswali ni papo kwa hapo. Waswahili wanasema papo kwa hapo kamba ukatajiwe, na vile vile unapokaa lazima usikilize kutoka kwao. Kaa kinua gandu ujue kwamba kuna jambo. Jina lako kwanza, jitambulishe. Jina langu ni Esther Iganzi. Asante sana Esther Iganzi. Jina lako binti? Kwa majina ni Teacher Alexina. Asante sana. Unakuita nani Mora? Jina langu ni Dalini Mora kwa Mboka. Ewa, ni Mora kweli, nimepata. Unakuita nani binti? Langu jina ni Abigail Audrey. Asante sana Abi. Kwa majina ni Emma Mbeyu. Asante sana Emma. Kwa majina ni Nelly Zagabe. Asante sana, yapendeza sana. Tuende moja kwa moja kwa maswali. Swali la kwanza. Tofautisha sauti zifuatazo: ya na nya. Tofautisha sauti zifuatazo: ya na nya. Ya ni kiyeyusho, ilhali nya ni king'ong'o ambacho hutamkiwa kwenye kaka gumu. Nomino yenye ya? Nyanya. Nyanya. Ya? Yaya. Yaya. Mpiga makofi huyu. Hatari sana. Swali la pili. Swali la pili. Andika upya sentensi hii. Mwanafunzi mwerevu alitafakari. Mwanafunzi mwerevu alitafakari. Anza kwa nomino werevu. Werevu wake ulimfanya tafakari. Tena? Werevu wake ulimfanya tafakari. Usibadilishi maana. Mwanafunzi mwerevu alitafakari. Werevu. Mwanafunzi mwerevu alitafakari.
Werevu wake ulimtafakarisha. Werevu wa mwanafunzi. Werevu wa mwanafunzi ulimtafakarisha. Ulimfanya tafakari. Umenyambua kweli kweli. Werevu wa mwanafunzi ulimfanya atafakari. Werevu wa mwanafunzi ulimpa tafakari ama tafakuri. Werevu wa mwanafunzi ulimpa tafakuri. Swali jingine, tunga sentensi ukitumia kitenzi ja. Kuja kwake kulimsababishia matatizo. Kuja kwake kulimsababishia matatizo. Mpiga makofi huyu. Haya, eleza umuhimu wa isimu jamii. Eleza umuhimu wa isimu jamii. Kukuza mahusiano kati ya jamii husika. Kwani kupitia isimu jamii tunapata mawasiliano. Tutakutana na baba yako leo hapa. Eleza kwa kauli taarifa. Juma alimweleza kuwa wangepatana na baba yake siku hiyo pale. Piga makofi, majaribu sana. Tunasema wingu la dash, kikoa cha dash. Jaza nomino hizo za jamii. Wingu la moshi. Wingu la moshi. Kikoa cha waimbaji. Kikoa cha waimbaji. Kikoa cha waimbaji. Mpiga makofi jamaa. Haya. Taja nomino huzuni iko katika ngeli gani? Emma? Ngeli ya easy. Tena? Ngeli ya easy. Tunga sentensi. Huzuni ilimfanya ashindwe kwenda kanisani. Wingi? Huzuni ziliwafanya washindwe kwenda makanisani. Wapiga makofi jamaa, hatari sana. Swali la mapisi. Nchi gani katika bara la Afrika inaaminika kuwa na milima ambayo kwa lugha ya Kiingereza inaitwa Fold Mountains? Nchi gani katika bara la Afrika ambayo ina milima inayoaminika kuitwa kwa Kiingereza Fold Mountains? Nchi gani hiyo? South Africa. Nchi ya South Africa. Afrika Kusini. Piga makofi, ya hatari sana. Gota gogo, usikilize mlio wake mpenzi msikilizaji. Kumbuka tunaenda kwao majaji watupatie kauli na maoni yao baada ya kutathmini sehemu hii ya bunge na chemsha bunge. Usiende mbali. Asante, ningependa kushughulikia sehemu ya sarufi. Wanafunzi wameweza kujibu maswali kwa ufasaha, baadhi ya maswali ambayo waliulizwa. Tukiangalia upande wa kundi la kina Neli, wamejibu takriban maswali 4. Upande wa kina Kwamboka vile vile wamejitahidi na wakajibu maswali 4 kwa ufasaha. Kwa hivyo wote wamejaribu kujiwasilisha ipasavyo, na hivyo tunaweza kuwapa alama sawa. Wote wana alama 80. Makofi tuwapigie moja kwa moja kwake Judge Masi atupe uhondo. Naam, shukran. Nitaangazia swala la mjadala. Mada ilikuwa kwamba walemavu wamebaguliwa. Pande wa kupinga walitoa hoja kama hizi. Wamewasilishwa vyema bungeni, wameweza kujiajili, wamekubalika na kadhalika. Kisha katika kuunga mkono wamekosa ajira, ukosefu wa mazingira yanayofaa. Tukubaliane kwamba wanafunzi wote wamejaribu, lakini ningewahimiza wanafunzi
mtie bidii na kufanya mazoezi mengi ili muweze kujieleza vizuri. Mada ile ina hoja nyingi na tumeshughulikia hoja kadhaa. Kisha nitaangazia swali la isimu jamii ambalo limewatatiza sana. Kutokana na maana ya isimu jamii, tunasema isimu jamii ni tawi la lugha linalochunguza jinsi lugha inavyotumiwa katika jamii. Na kutokana na maelezo yale, tunaweza pata umuhimu wa isimu jamii. Nitataja matatu: mwanzo, kuelewa matumizi ya lugha; pili, kuboresha mawasiliano; na tatu, kuchunguza mabadiliko ya lugha. Kwa hivyo ukiulizwa swali hili, tuache ile dhana ya maswali ya fasihi lazima tuwe na kuburudisha, kuchangamsha. Tusome kwa upana, tusome kwa mapana, na niwapongeze kwa ujasiri wenu na jinsi ambavyo mmejibu maswali. Asanteni. Piga makofi mwalimu wetu Imasi. Na mtazamaji, siku zote neno likiwa jema linang'aa gizani, basi na wema wa wanafunzi hawa unawafanya wanang'aa siku zote hadi darasani. Kumbuka, tunaingia katika sehemu ya uchambuzi wa vitabu na ndani ya fasihi tuweze kukamilisha katika awamu hiyo ya maswali kwa wanafunzi. Kumbuka, hii ni Sanaa ya Kiswahili. Usisite kufuatilia. Halima mwanangu, wakati mwingine nashindwa sana kuelewa dunia inaelekea wapi. Visa kama hivyo ni vingi tu katika maisha yetu siku hizi. Ajabu ni kuwa licha madhalimu hao kufikishwa mbele ya sheria, wao hufanya hila wakajipa uhuru. Wanafikishwaje katika mahakama kisha wanaachiliwa kwa dhamana ya shilingi 1,000? Ni uwezi wa shilingi milioni 300. Hata wezi wa shilingi bilioni wanaachiliwa kwa dhamana ya shilingi 1,000, shilingi milioni 1. Matumaini ya familia ya Halima yanafufuka pale anapopata ajira kama mjakazi. Kwake Halima anaiona fursa hii kuwa muhimu zaidi katika kutimiza maazimio yake na ndoto zake maishani. Licha dhalimu, maisha yanamuita mazuri Dar es Salaam, hadi siku moja ambapo mambo yanaharibika na kumtia wasiwasi kuhusu mipango yake ya mchumba wake. Je, haki inapatikana vipi katika pigo la nafsi? Ni kazi tamu tena maridadi sana iliyoandikwa na mwandishi wako Ramadhani Makoleko. Ingia katika fasihi asilia kutoka Afrika, tuweze kuwachambua waandishi, tuwatambue wote katika kazi ya fasihi ndani ya KBC Channel 1. Kumbuka, unaalikwa wewe pia mdhamini uweze kuingia katika sehemu hii, tukuchambue na tukutambue kwa kina. Hii ni Sanaa ya Kiswahili, usiende mbali. Haya huwa sana katika Sanaa ya Kiswahili. Tuna fahari kubwa sana kuingia hapa kuweza kusikiliza katika sehemu ya fasihi. Wanafunzi hawa tunakutana nao katika shule ya Nembu, mabinti ambao ni pacha, ndugu watoka nitoke. Upande huu wa kushoto yupo mmoja, utakuwa unafuatilia mtazamaji. Upande wangu pia wa kulia yupo mwingine. Je, utatofautisha? Fanya kazi yako katika kujibu maswali, lakini kwanza wajitambulishe. Jina lako? Kwa majina naitwa Abigail. Anaitwa Abigail. Abigail, jina moja kama mkate? Abigail Mwendo. Abigail Mwendo. Asante sana. Jina lako? Tiffany Ann. Tiffany Ann. Tiffany Ann Mwendo, sio? Asante sana. Ukiwatazama mtazamaji ni shilingi kwa ya pili. Tuendelee. Jina lako? Jina langu ni Iganza Esther. Iganza Esther. Asante sana. Jina lako? Kwa majina ni Aticha Lexina. Jina lako ni Regina. Asante sana. Upande huu? Kwa majina ni Emma Mbehi. Jina lako ni Emma. Asante sana. Majina sijasikia, mimi ni jina tu. Kwa majina ni Nelly Zagabe. Jina lako ni Nelly. Asante sana. Tupo pamoja. Swali la kwanza katika fasihi. Tunaingia katika kazi yako ya ushairi. Tofautisha shairi la malumbano na ngonjera. Shairi la malumbano
ni shairi ambalo kuna wahusika wawili ambao wanajibizana, ilhali shairi la Ngonjera ni mahali ambapo mshairi anaweza kuandika shairi lake kujibu shairi ambalo liliandikwa na Umejisikiliza vizuri? Haya basi, utajua, majaji watakueleza. Swali la pili. Lakini nilivyosema, Mungu amwachi mja wake. Eleza muktadha wa dondoo hili ukirejelea bembea ya maisha. Mpatie Tiffany, nisikilize sauti yake. Lakini nilivyosema, Mungu amwachi mja wake. Weka dondoo hili katika muktadha wake ukirejelea bembea ya maisha. Msemaji ni Dina. Msemaji ni Dina. Umepata. Asante sana pacha wangu. Msemewa ni Kiwa. Msemewa ni Kiwa. Umepata pacha wangu. Mandhari ni nyumba ya Dina. Wapo nyumbani kwa Dina. Wapo nyumbani kwa Dina wakifanya nini? Walikuwa wanaongea, alafu Dina alikuwa anamwambia Kiwa kuhusu maisha ya Sara. Na Yona. Sara na Yona mbona walikuwa naongelewa kwa sababu ya kukosa watoto. Asante sana pachangu, piga pachangu makofi jamani. Eleza umuhimu wa msemaji wa maneno haya katika kukuza vipengele vifuatavyo. Ploti. Eleza umuhimu wa msemaji wa maneno haya ukirejelea vipengele hivi. Ploti. Mhusika Dina anaendeleza ploti hasa pale anapoondoka na kwenda kumsaidia Sara katika upishi wakati Sara alikuwa ameugua ugonjwa wa moyo. Asante sana. Ganza, unaweza kuongezea ukitaka. Dina anaendeleza ploti kwani kupitia kwake tunagundua maisha ambayo Yona na Sara walioishi zamani, ambayo ilikuwa maisha ya kuteseka kwa ajili ya kukosa watoto. Asante sana. Swali jingine, eleza nafasi ya mbinu ya kuchanganya ndimi katika bembea ya maisha. Aliposema kuwa anaishi kwa servant quarter. Servant quarter. Tunaona kwamba pia Bunju anaendeleza mbinu ya kuchanganya ndimi anapomwambia Neema kuwa nataka wampeleke let me out. Asante sana. Culture shock. Culture shock. Mbinu ya kuchanganya ndimi pale ambapo anamuelezea Asna kuwa baada ya kumwelezea Bunju kuwa yeye ni kifungua mimba kwenye familia yao na ameachiwa majukumu ya familia yake, na Bunju ni kitinda mimba, hawezi kuelewa. Hapo ndo ambapo anasema kuwa Bunju alikuwa na culture shock yake. Alafu pale pia anapomaanisha kuhusu kushangazwa na mienendo ya watu kuhusu masuala ya utamaduni, sio? Naam. Kule ambapo anaelezea tofauti ya yale ambao watu wanatarajia. Sema ya mwisho. Sharp. Tiffany. Sharp imetumika wakati Yona anaongea na binti yake Neema. Neema anamwambia Yona kuwa akili zake bado ziko sharp kabisa. Asante, sharp kabisa, sio? Ya makofi pacha wangu. Na mwisho, jadili matumizi ya tashbihi katika bembea ya maisha. Imetumika wakati ambapo Sara alikuwa anamwambia Asna kuwa ona vile ulivyokonda kama ng'onda. Na huko haya, wakiwaza mimi ni mwanamume ninaweza kuoa wakati wowote na idadi yoyote ya wanawake, shida iko wapi? Ni maneno ya Mrima. Hayo ni maneno ya Mrima. Anamwambia mke wake Mangwasha. Anamweleza mke wake Mangwasha wakiwa nyumbani mwao. Mrima alikuwa anamwambia Neema. Mrima alikuwa anamwambia Mangwasha pale ambapo Mangwasha alikuwa anamuuliza ametoka wapi. Amuuliza ikiwa Sagilu mke mwingine Njando. Alikuwa anamuuliza ikiwa Sagilu amemtafutia mke mwingine, sio? Kisirisiri, sio? Piga makofi pacha wangu.
Sifa za Mrima. Tukimalizia, sifa za Mrima. Mrima ni mlevi. Thibitisha, ulikuwa. Tunaona kuwa Mrima aliweza kutelekeza familia yake na kwenda ponda mali aliposhiriki katika shughuli za ulevi. Nafasi ya Chifu Mshabaha katika jamii ni gani? Ni kielelezo cha viongozi wabaya. Ni kielelezo cha viongozi wabaya. Wabaya, ubaya wao ni upi? Tunaona kwamba Chifu Mshabaha anapanga njama za kuwafurusha waketwa kwenye makao yao. Asante sana. Piga makofi jamaa. Raha ya fasihi ni kujitetea, raha ya fasihi ni kujieleza. Hakika wanafunzi hawa umbwa wa msasi mkali ni wakali pia. Wamejieleza, wamefafanua, kisha wametupa mwangaza. Mbona niwape tuzo yangu? Mbona niwape pongezi? Mungu awape nini, awanyime nini? Nembugaza. Tazamaji, hiyo ni nembo, si embu. Tukirejea tutasikiliza mengi, lakini kumbuka tunaenda kwa majaji watathmini hiyo sehemu ya fasihi, kisha tukamilishe. Usiende mbali. Nitashughulikia riwaya ya Bembea Maisha ambayo kusema kweli wanafunzi tumeona kwamba wamebobea, wamejibu maswali vilivyo, lakini ningependa waendelee kudurusu zaidi kuhusiana masuala ya mbinu za uandishi na pia kueleza. Tulisema kwamba wahusika ni muhimu sana wakati ambapo tunaangazia maswali ya fasihi andishi. Kwa hivyo hakikisha unawaelewa wahusika vizuri na pia unatoa maelezo kutoka kwenye kitabu. Sina mengi, ni hayo tu. Asanteni. Piga makofi mwalimu wetu. Kabla Bi Sharon kuzungumza, kumbuka lile swali la malumbano na ngonjera. Nakuja kwenu. Wanafunzi wameweza kujizatiti ilivyo, ila kwenye swali la ushairi ambapo waliulizwa kuhusu malumbano na ngonjera, ningependa kuongea zaidi juu ya hayo, lakini msimamizi wetu ametuambia anaelekeza swali hilo kwenu wanafunzi. Basi ni nyinyi mtaweza kujibu kabla hatujasema lolote juu ya tofauti iliyopo kati ya malumbano na ngonjera. Asante sana. Siku zote malumbano, mshairi mmoja anamjibu mshairi mwingine. Hapo ndipo utapata mshairi akimjibu mshairi mwingine kupitia hayo majibizano ya mshairi na mshairi mwingine. Katika ngonjera, muhusika mmoja anajibizana na muhusika mwingine. Anaweza kuwa ni baba na mwana, anaweza kuwa ni mwalimu na mwanafunzi. Kumbuka ni swali mtego sana. Malumbano si ngonjera na ngonjera si malumbano. Asante sana. Tupige makofi jaji wetu. Baada ya kusikia mchango wao wanafunzi, siku zote Mungu amewajali ya jala zake tele kama pishi la mchele. Kumbuka mtazamaji, wana uwezo wa kunengua viuno, densi maridadi, na vile vile kuna wakati ambapo watakuonyesha viunzi katika kuruka kwenye jukwaa. Je, watafanya nini? Kila mmoja ameumbwa na kipaji chake na kila mmoja na kiuno chake. Mwenzangu Rashid Mohamed Mwamkondo atashuka papa hapa ili kuweza kukupisha kwenye sehemu ya burudani, hasa kwenye densi. Kumbuka itakuwa inapendeza kuliko ilivyo. Hii ni sanaa ya Kiswahili, moto kama pasi ya jirani. Usiende mbali. Asante sana wote wanaendelea kutuandikia jumbe zenu kutoka sehemu mbalimbali. Kumbuka hii ni sanaa ya Kiswahili, YouTube channel sanaa ya Kiswahili, KBC channel 1. Usiende mbali. Wacha tuingie kwenye densi, ukumbi wa densi, tupate mengi zaidi, alafu mambo yatakuwa bomba kwenye sehemu yetu ya mwisho ya densi. Mtazamaji, imekuwa ni fahari kubwa sote ambapo tumeweza kuonesha vipaji vyetu. Namshukuru Mwenyezi Mungu na tunasema shukran jazila kwa sababu yametendeka kwa hisani yake Mola. Kumbuka
Huu si mwisho, ni mwanzo na uanza mwisho. Chambile cha Profesa Said Ahmed Mohamed. Niseme ni asante sana kwa jopo la Kiswahili, mwalimu mlezi wadau, nazungumzia mwalimu mkuu Bi Nancy Maina. Asante sana kwa mapokezi safi zaidi kama msahafu. Asante vile vile kwa jopo la Kiswahili, Bi Kiare, tuko pamoja. Asante sana Bi Masi, bila kusahau Bi Sharon. Kazi kuntu, kazi sio na kifani wala mfano. Imekuwa ni fahari kukutana na St. Clair's Nembu kwa mara nyingine. Wamepiga mbizi na makafi katika show nzima na kuweza kuonesha ubora wao. Nani kama Nembu? Nembwa imependeza sana mtazamaji. Kumbuka kwa sasa tusema kwa heri, lakini waaganao ndio wapate nao. Kutoka Kwale mpaka Moyale tumesikika, kutoka Mombasa mpaka Garissa, raha tele 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 kama pishi la mchele. Jina langu ni Mathias Pomanyi, kwa heri. Bila shaka mtazamaji wa Swahili, hawakwenda pogo Bili Mserego alipobainisha bayana kinolewacho hupata. Na kwa kweli wanafunzi hawa wa Nembu Girls High School wamenolewa ndiposa wakapata. Kama alivyosema mwenzangu Mathias Momanyi, wamepiga mbizi, lakini swali ni je, wamepiga mbizi katika bahari Hindi au ziwa Victoria? Utalejeza wewe mpenzi mtazamaji hadi Jumapili kwenye kipindi Sanjari na Hiki. Shukrani sana kwa wanafunzi kwa utulivu wenu, nidhamu yenu, na asanteni sana kwa bodi nzima ya shule hii kwa kuweza kuandaa wanafunzi hawa. Kwa kweli wamepiga ikapigika. Heshima na simama, kujificha sikubali, nitamke hima hima, mambo yalo ya kweli. Bayana neno nasema, tutukuze Kiswahili.